Alan Okello baada ya kutambulishwa na Young Africans akapata wasaa wa kushuhudia mechi ya fainali kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC, mchezo uliochezwa Gombani jijini Pemba, mchezo wa kombe la mapinduzi Afrika, na kuwashukuru sana Young Africans kwa kumsajili na kuwashukuru mashabiki, ambapo aliambatanisha picha zake na kusema, asanteni sana wananchi kwa kuniamini, nashukuru kusajiliwa ndani ya Young Africans. Tumzungumzie kidogo Alan Okello. Kwanza, habari za muda huu wapendwa watazamaji wa Malkia wa Soka. Karibu sana kwenye chaneli yako namba moja kwa habari, uchambuzi na siri nzito za soka la Afrika Mashariki. Leo tupo na muda na mada nzito sana. Mada inayotikisa mitandao, mada inayotikisa mitaani, mada inayotikisa vilabuni na hasa kwa mashabiki wa Yanga, kwa sababu leo tunakwenda kumchambua kwa kina kabisa mchezaji mpya wa Yanga, kiungo mshambuliaji hatari Alan Okello. Tangu jina la Alan Okello litajwe kuwa Yanga wamekamilisha dili lake, mashabiki wamekuwa na maswali mengi sana kuhusu ni nani anatoka wapi, ana uwezo gani, atakuja kuongeza nini ndani ya kikosi cha Yanga, na je, kweli anaweza kuziba pengo lililoachwa na mastaa waliopita au ni mchezaji wa kawaida tu? Leo nitakwenda kujibu maswali haya yote kwa uchambuzi wa kina kabisa. Alan Okello ni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye anacheza katikati ya uwanja, lakini akili yake ipo kwenye goli. Huyu sio tu mchezaji wa kupiga pasi, bali mchezaji wa kubadili matokeo. Ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali na ana uwezo wa kusoma nafasi na ana ujasiri wa kuingia kwenye boksi hata kama ni kiungo. Huyu ni yule aina ya mchezaji ambaye ukimpa nafasi kidogo tu anaweza kukuadhibu. Ukimwangalia Okello katika timu zilizopita utaona kitu. Ukimwangalia Alan Okello katika timu alizopita utaona kitu kimoja kinajirudia. Anapenda sana mpira ukiwa mguuni kwake, anapenda kupanga mashambulizi, anapenda kucheza pasi za mwisho, na mara nyingi ndiye anakuwa kiungo kinachounganisha safu ya kati na safu ya ushambuliaji. Yanga ilikosa sana aina hii ya mchezaji katika baadhi ya mechi zao muhimu, hasa zile mechi ambazo walikuwa wanahitaji mtu wa kufungua ulinzi uliojifunga. Kitu kingine kikubwa sana kinachomfanya Okello kuwa dili zito kwa Yanga ni uwezo wake wa kupiga mipira ya faulo na kona. Yanga imekuwa ikipewa kona nyingi sana, lakini mara nyingi walikuwa hawazitumii pasavyo. Na sasa ukimweka Okello pale unaongeza hatari mara mbili, kwa sababu anaweza kupiga pasi ya mwisho au akachagua kupiga moja kwa moja langoni. Sasa tujiulize, Okello ataingia wapi ndani ya mfumo wa Yanga? Okello anaweza kucheza kama namba 10, anaweza kucheza kama namba 8, na anaweza hata kucheza pembeni akikatiza ndani. Hii inampa kocha chaguo nyingi sana za kupanga timu na inawafanya wapinzani wasijue Yanga wanakuja kwa mfumo gani. Kwenye mashindano ya kimataifa hasa CAF unahitaji mchezaji mwenye ujasiri wa kushika mpira, asiyeogopa mashinikizo, asiyeogopa kelele za mashabiki, na mwenye uwezo wa kufanya maamuzi haraka, na hapa ndipo Okello anaingia. Huyu ni mchezaji ambaye haogopi kuchukua jukumu na anaweza kupoteza mipira lakini bado akarudi kuchukua jukumu tena. Hilo ni jambo kubwa sana kwa mchezaji wa kati. Lakini tusidanganyane. Okello sio malaika, ana mapungufu yake pia. Kuna wakati anacheza kwa kujiachia sana, anapenda sana kujaribu mipira migumu, na wakati mwingine hiyo inasababisha kupoteza mpira sehemu hatari. Hii inamaanisha atahitaji nidhamu ya juu sana ndani ya Young Africans, na atahitaji kuelekezwa vizuri na benchi la ufundi. Kwa mashabiki wa Yanga, huu ni usajili wa matumaini mapya. Ni usajili unaoonyesha kwamba Yanga bado wana njia ya mafanikio, bado wana kiu ya mataji, na bado wana ndoto ya kufanya vizuri zaidi kimataifa. Okello akikaa sawa, akipewa muda na akiaminiwa, anaweza kuwa mchezaji wa kubadilisha historia ya kikosi cha sasa. Kwa kifupi kabisa, Alan Okello ni aina ya mchezaji ambaye Yanga walikuwa wanamtafuta kwa muda mrefu bila kujua wanamtafuta nani. Ni kiungo mwenye akili, mwenye maono, mwenye ujasiri na mwenye uwezo wa kubadili mchezo kwa pasi moja au shuti moja. Na sasa kabla sijaondoka, nataka niseme hivi, mashabiki wa Yanga mna sababu ya kutabasamu, lakini pia mna kazi ya kumuunga mkono mchezaji huyo, kumpa muda na kumwamini, kwa sababu
nyingi zimezimwa, si kwa sababu zilikuwa mbaya, bali kwa sababu zilikosa imani ya mashabiki. Ningependa kujua maoni yako. Je, Alan Okello ataweza kuwa mchezaji wa msingi ndani ya Yanga au atakuwa usajili wa kawaida tu? Andika maoni yako hapo chini, bonyeza like, subscribe na usisahau kuwasha kengele ili usikose habari kali za Malkia wa Soka. Na mimi ni Kundizi, hii ni Malkia wa Soka, mahali ambapo soka linaongea, ndoto zinapewa sauti na ukweli unasemwa bila woga. Tutaonana tena kwenye taarifa inayofuata. Hadi wakati mwingine, bye bye. Kwa kumalizia tu niwakumbushe kwamba baada ya hapa sasa timu zote zinarejea kujiandaa na michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Kwa upande wa timu zinazoshiriki klabu bingwa barani Afrika, Young Africans, Azam FC, Singida Black Stars, Simba Sport Club sasa zitaanza maandalizi rasmi kuchuana vikali kimataifa, Young Africans na Simba zikiwakilisha taifa la Tanzania kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, huku Azam FC pamoja na Singida Black Stars wao wakishiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Endelea kuwa nasi mpaka wakati mwingine. Kwa heri.